korosho kwa mujibu wa sheria ya tasnia ya korosho sura namba 203 ya mwaka 2023 ina jukumu pamoja na majukumu mengine ilionayo, ina jukumu la kuhakikisha ubora wa korosho na bidhaa zake. Hivyo katika siku ya leo tupo hapa mkoani Lindi tukitekeleza jukumu hilo kwa kuondoa korosho zote ambazo hazijakidhi viwango vya kuuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala na zile korosho ambazo hazijakidhi viwango vya kubangulwa hapa nchini kwa matumizi ya ndani. Takribani kiasi cha tani 6.4 leo tumekiteketeza kama unavyoona hapo, ndugu mwandishi wa habari. Tunafanya hivyo kwa lengo la kuhakikisha kwamba korosho zetu zinaendelea kuwa bora. Kama unavyojua kila nchi ina mfumo wake wa kuuza korosho. Sisi Tanzania tunauza korosho kwa kuzingatia viwango. Hivyo mnunuzi anapokuja nchini kwetu anatarajia kupata korosho zenye viwango kama ilivyoainishwa katika ile kanuni namba 26 mabano 1 anatakiwa kupata vile viwango. Kwa hiyo hichi tunachokifanya ni kuondoa hizi korosho zote ambazo hazijakidhi viwango kwa kuziteketeza, kwa kuepusha kwamba hizi korosho zisije zikachanganywa na korosho za msimu huu wa mwaka 2026/27 ambao utaanza hivi karibuni. Lengo ni nini hasa? Lengo ni kujenga imani kwa wanunuzi. Kama tunavyojua, wanunuzi wakiwa wengi, ushindani unakuwa mkubwa na matokeo yake bei zinakuwa nzuri. Hivyo mkulima ambaye ndio sisi tunayemtumikia anapata bei nzuri. Lakini wanunuzi wakiwa wachache, ushindani unakuwa mchache, kwa siku mkulima anapata bei ya chini, tofauti na malengo yetu sisi na malengo ya serikali. Nipende kuchukua fursa hii kuomba wakulima kuhakikisha kwamba wanazingatia ubora wakati wa kuvuna. Wavune wakote korosho zilizokomaa, waache kutikisa miti. Wakaushe korosho angalau siku 3 mpaka 4 baada ya kuzivuna, na baada ya kuwa wamezikausha vizuri wazipeleke kwa wakati kwenye ghala la chama cha msingi